Nacheka sana kwamba walikuwa wanaombea pepo. Sasa lile pepo lilikuwa limewazidi kwa kukosa maarifa, wakachukua Biblia wanasema ni neno la nini? Ni upanga. Maana imeandikwa neno lako ni upanga ukatao kuwili. Haliwi neno kama limekaa kwenye kitabu tu humu. Haliwi upanga kama limekaa kwenye kitabu humu. Sasa walipokuwa naombea yule mtu mwenye pepo, wakaanza kuliambia pepo, tunakufyeka kwa upanga, kwa jina la Yesu, tunakufyeka. Ila anafanya hivi likadaka kile kitabu, ni pepo. Yule mtu mwenye kadaka kitabu, halafu nikasoma Isaya. Roho wa Bwana yu juu yangu, amenipaka mafuta kwa ubiri wenye kama habari njema. Wewe. Wakaanza kushangaa. Sema nikasoma na Yoshua 24 inasemaje? Mimi na nyumba yangu tutatumikia Bwana. Hapo wanafanya huduma. Nataka nikwambie, hawi Yesu kama atabaki kwenye vitabu hivi. Hawi Yesu kama atabaki kwenye vitabu hivi. Hawi Yesu kama utaendelea kumsikia tu kwa mhubiri, lakini anakuwa Yesu pale anapokuwa ndani ya moyo wako. Anakuwa Yesu kamili pale anapokuwa ndani ya moyo wako. Haleluya. Si ndio yale ya wana wa Israeli sanduku? Walikuwa najua walimtenda Mungu dhambi, wakabaki kulinda sanduku la amri za Bwana. Walipigwa na sanduku likachukuliwa, halafu likapelekwa kwa miungu Dagon. Sasa nauliza, badiliko gani umelipata? Kitu gani umekipata baada ya kukutana na Yesu? Baada ya kukutana na Yesu, kitu gani kimebadilika? Kama hakijabadilika chochote, na mtafute Yesu. Kama hakijabadilika chochote, na mtafute Yesu. Yesu kiwa naye. Sikia kitabu cha Ufunuo 3:20. Ufunuo 3:20. 20 au 18. Anasema, angalia, tazama napiga hodi. Mtu akisikia sauti. Ufunuo 3 ngapi? 20. Haleluya. Soma hiyo. Ufunuo 3:20. Ndio. Tazama. Nasimama mlangoni. Nabisha. Mtu akisikia nini? Sauti yangu. Mtu akisikia nini? Sauti yangu. Mtu akisikia nini? Sauti yangu. Hivi wewe ulishawahi kuisikia? Hujawahi. Mtu akisikia sauti yangu, na kufungua mlango. Baada ya kusikia sauti, mtu waga anapiga hatua. Huwezi ukaisikia sauti ya Yesu ukaendelea kuwa hivyo hivyo. Haleluya. Utakapoisikia sauti ya Yesu, lazima tutakuona umepiga hatua. Ndio maana uwezi ukaniambia eti umeisikia sauti ya Yesu ukaendelea kubaki vile vile, ukaendelea kubaki na ibada zile zile, ukaendelea kubaki na maombi yale yale. Baada ya kusikia sauti ya Yesu, iko hatua inapigwa. Hebu mwambie jirani yako, baada ya kusikia sauti ya Yesu, iko hatua unapaswa upige. Anasema mtu akisikia sauti yangu, si ndio? Halafu afanyeje? Akafungua mlango. Nitaingia kwake. Sikia, Yesu anasema akifungua mlango nitaingia kwake. Nami nitakula pamoja naye. Akiingia kwenye moyo wako Yesu, naomba nisikia vizuri. Akiingia kwenye moyo wako Yesu, cha kwanza chote kinachoharibu moyo kinaanza kuondoka. Kama kulikuwa na pepo wachafu wataondoka, kulikuwa na magonjwa yataondoka, kulikuwa na kisukari kitaondoka, kulikuwa na ndoto mbaya zitaondoka, kulikuwa na mawazo machafu yataondoka, kwa sababu ndani ya moyo wako ameingia Yesu. Badiliko la kwanza. Naomba nielewe vizuri. Huwezi ukawa na liroho hilo wakati Yesu ameingia ndani yako. Lazima utakuwa mnyenyekevu. Nataka ujue sana kwamba je, huyu niko naye, kwa sababu anasema nitaingia ndani yake. Nitaingia ndani yake. Maana yake akiingia ndani yako, mwili wako kuna kamwiba tu kakiingia kwenye mguu, hautabadilisha mwendo.
unadunda zako kabisa hivi, na mwendo wa kisera, si ndio? Unadunda kama kila mtu ana mwendo wake. Mwingine anataka kama mwendo fulani hivi, yani kama mwiba ukiingia ataendelea hivyo hivyo. Tumeona kama mwendo kanafanyaje? Kanaanza kubadilika. Nini? Kama ingia kama mwiba. Tena kama ingia kwenye nini? Kwenye mguu. Sembuse mfalme Yesu akiingia kwenye maisha yako, nataka nikwambie badiliko lazima liwepo. Na badiliko hilo linaanzia kwenye physical appearance. Kuanzia muonekano, si ndio? Mama Faraja mwalimu wangu hapo, madam, kabla hujaokoka ulikuwa huvai marefu hivi, si ndio? Yaweza kuku unapigaga tu hapa, wanasema kabolagelo. Kuna tungo fulani hivi tu hapa, tunawatafuta wana wa ibilisi tu hapa. Lakini tunapookoka, badiliko la kwanza kuanzia muonekano. Nimekwambia mwiba tu ukiingia kwenye mguu kama mwendo katabadilika. Kanini yako? Mwiba. Na umeingia kwenye mguu. Yesu anaingia kwenye kucha. Yesu anaingia kwenye pua. Anaingia kwenye jicho. Hata jicho tu likitobolewa haliendelee kuona hivyo. Yesu anaingia kwenye moyo. Maana yake kila kitu kinabadilika. Maana injini ya mwili wako ni moyo. Halafu sio kwa unajilazimisha. Unajua kitu kikiingia kwenye moyoni hujilazimishi. Ukimkuta mchungaji anapiga kelele kila siku injili ni ile ile, wanawake mvaa mavazi ya kujistiri, halafu kanisa lijajistiri, wewe jua moyoni hamna kitu. Lakini mtu moyoni mwake ukiingia moyoni, nataka nikwambie, hata ukijaribu tu kuvaa suruali na goma, unasema nitapita nayo wapi? Nitaenda nayo wapi? Wewe mwenyewe unafanyaje? Moyo aliyeko moyoni anakuambia hiki sio cha kwako. Halo. Kuna badiliko linaanza kutokea. Sababu kubwa ya watu kubaki kwenye hali ile ile ni kwa sababu moyoni hamna kitu. Ndio maana mtu mmoja anajaribu kusema, sikilizeni nyie, linda sana moyo wako kuliko vitu vyote uwezavyo kufanyaje? Kuvilinda. Sasa moyo wako utaulindaje? Moyo wako huwezi kulinda bila Yesu. Ndio maana ulikuwa hutaki kuzini ukajikuta unazini. Ulikuwa hutaki kusema uongo, kaulimi kakateleza. Unasema mimi nachukia sana kuwa mbea, lakini kwa nini najikuta na kuwa mbea? Mimi nachukia sana kuwa muongo. Mimi nachukia sana hiki kiburi. Kuna kipindi unajiulizaga hata wewe, ila nina kiburi, ninakichukia hiki kiburi, nataka kitoke. Lakini kadri unavyojitahidi kinashindikana, kwa sababu moyoni mwako hakuna nini? Hakuna kitu. Nimesema ukikutana na Yesu, tangu umekutana na Yesu una badiliko gani? Kama hauna badiliko, mtafute Yesu. Anasema nitaingia ndani yake. Na Yesu hatumii kiburi. Ndio maana unaweza ukasali miaka 30 huko vile vile. Unaweza ukasali miaka 100 huko vile vile. Mchungaji anaweza akawa analia hapa analisi kanisa liombe, wewe huombi. Mchungaji akawa analia na watumishi wasema jamani kanisa liombe, kanisa lifunge, kanisa limtafute Mungu, wewe hautaki. Kwa sababu gani? Yesu sio dikteta. Ila ningekuwa mimi mwinjilisti, wangekuwa nakula viboko. Kwanza ingekuwa tu hivi, jana tu nimehubiri habari za kupenda Mungu na kuwahi ibada. Waliokuwepo jana wako wapi? Wanasimama, kwa nini umechelewa na leo? Ukiwa huna sababu za ueleweke nini? Mimi ni dikteta. Lakini Yesu anasema hivi, mimi nasimama. Ndio maana mwinjilisti, pamoja na porojo zote ulizozipiga hapa, namna yote ambayo umeifanya, nyingine kwa kuongozwa na Roho wa Mungu, nyingine ukasema Roho wa Bwana akakuongoza, ngoja niwaambie na hili, yote uliyoweka, yote ambayo Roho wa Mungu amekuongoza, bila Roho wa Mungu kuwa ndani ya hawa watu hamna kitu. Na Jumapili ni vile vile, mwezi ujao ni vile vile. Sasa ili huyu mtu awe na badiliko, lazima ndani ya moyo wake aweko Yesu. Lazima ndani yake aweko Yesu. Na Yesu yeye hakulazimishi. Anasema napiga hodi.
sivunji mlango, napiga hodi. Mtu akisikia sauti yangu, akifungua mlango, manake akisikia yale anayoelekezwa na mchungaji, akisikia yale anayoelekezwa na mwinjilisti, akisikia yale anayoelekezwa na watumishi wa Mungu, huko ndio kusikia sauti ya nani? Ya Yesu. Usije ukafikiri Yesu atakuja sasa, mimi mpaka nimuone malaika, mimi mpaka nimuone. Hutawahi kumuona tena, kwa kuwa umesema hivyo na kiburi cha moyo wako, ndio hutawahi kumuona, kwa sababu malaika anashuka kwa wanyenyekevu. Kwa kuwa umesema hivyo, hautawahi kumuona, ila Mungu aliyemweka mbele yako ndo huyo huyo. Ndio maana mimi mwaga na washauri kabisa kwamba ndugu, kama uwezi kuzingatia maelekezo ya kiongozi wako, hata kama ni dhaifu kiwango gani, huwezi kusikiza maelekezo yake, tafuta mtumishi utakayemwamini. Bora hata uende kwa Mwamposa ukamwamini, yamkini utakutana na Mungu. Lakini kama mtumishi wa Mungu atasimama kwenye madhabahu unayoiamini, neno linalotoka kwenye madhabahu unayoliamini, ukawa ulizingatii, na kuhakikishia hutawahi kumuona Yesu. Lakini utakapozingatia utamwona Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Yeye halazimishi, lakini akiingia kwenye moyo wako, kwanza lazima utakuwepo uhusiano. Uhusiano wako na Yesu ukoje? Unajua baba, hamwezi mkakaa hivi, mnaweza mkakaa kwenye nyumba moja, unaweza ukaingia kwenye nyumba ambayo halikusemeshi. Yaani kwa mfano tu hata Amosi, si ndio? Aje nitembelee. Au kwa mfano tu rafiki zetu walipokuja kututembelea hapa, watumishi wa Mungu hapo wamekuja kututembelea. Kama tukionyesha kutokuwajali, si ndio? Yaani kuonesha, hata wakisema waje labda kwa mchungaji pale, si ndio? Waje kunitembelea, mchungaji tumekuja kukutembelea. Wamkuta mama mchungaji sura ni kama limao, si ndio? Sura iko, hakuna ushirikiano. Mimi mwenyewe natokea ndani, sikusemeshi, utaendelea kukaa. Mama Mosi, mimi tu mwenyewe kwanza waga niko hivi, nikiwa naongea hata na mtu mna mwingine, naongea naye, nikimwona tu akili yake haiko straight na mimi, hata nikiwa naongea na simu, huwa najiongeza tu, namwambia baadaye nitakutafuta. Au haya mtu wa Mungu baadaye, kama tu hazingatii, au ninaongea naye na chat na simu. Au tu anafanya kitu kingine, unamwona kabisa yuko pamoja na mimi. Mara nyingi huwa ninaahirisha kuongea naye nilichokuwa naongea nacho. Nasema labda kuna kitu kinamtesa kwenye ufahamu wake, acha kimalize. Sasa Yesu na yeye anasema hivi, akija kwenye moyo wako, lazima kwanza uwe tayari kumpokea. Na baada ya kuwa tayari kumpokea, uwe tayari kumsikiliza. Naomba malizie mstari. Lazima uweko ushirikiano wewe na Yesu. Anasema, tazama nasimama mlangoni, nabisha. Ndio. Mtu akisikia sauti yangu na kufungua mlango, nitaingia kwake. Nami nitakula pamoja naye. Takula pamoja naye, na yeye pamoja nami. Yeye ashindaye, nitampa kuketi pamoja nami. Ile nitakula pamoja naye na yeye pamoja na mimi, anamaanisha ushirikiano. Haleluya. Kanisa, haleluya. Nauliza, tangia umekutana na Yesu kuna badiliko gani? Kama hakuna badiliko, tafuta Yesu. Atakapoingia ndani yako, kwanza anasema nitakula pamoja naye na yeye pamoja nami. Manake mtu aliyokoka atakuwa na ushirika wa karibu na Yesu. Ndio maana utamsemesha mtu ambaye yuko na Yesu moyoni, Yesu atamsemesha na yeye atamsemesha Yesu. Si unanielewa? Yaani Yesu hawezi kukusemesha bila wewe kumsemesha. Na wewe njia ya kumsemesha ni pamoja na maombi na ibada, kuomba sana. Unamsemesha muda wote. Uwe ni mtu wa maombi, uwe ni mtu wa kuombaomba sana. Kila unapopata pumziko la kazi, hata kama imeshindikana kufika kanisani, piga magoti kwenye kitanda chako, omba. Usishinde kwenye TikTok. Kuna mashetani mengine yametupia kwenye TikTok. Ukiingia tu TikTok, pop, wenye simu kubwa, unakutana kakatuni kana kushawishi tu. Utoki pale mpaka dakika 10. Unahangaika tu na mara unasema ngoja nishuke tena kije. Unashuka tena kidogo hivi. Unakutana na vitu vingine. Unapoteza muda. Hutaweza kuzipata taarifa za dunia hii yote. Hutaweza. Shughulika na maombi.
ule muda wa ziada. Zamani mimi nilikuwa naonaga makanisa ya Pentekoste, Biblia inasema sisi tu wajuzi tu, tuulize mapito ya zamani. Unakuta familia wanasoma Biblia nyumbani pamoja na watoto. Leo hata kuwauliza watoto kanisani mmejifunza nini, hakupo. Yaani hata na watoto wenyewe, kwa sababu kama maendeleo ya shuleni unamuuliza, usipomuuliza ya kanisani, anajua kanisani ni kitu ambacho sio cha muhimu sana. Kumbe wanapaswa waulize maendeleo. Na ili awe na muda wa kufuatilia kuuliza, lazima awe anajua. Nazungumza habari ya ushirika wa mtu aliyokoka na Yesu. Na Yesu akiwa na ushirikiano na wewe. Sikia, sehemu nyingine anasema hivi, upitapo katika mto ya maji haitakugarikisha, wala miali ya moto haitakuteketeza, kwa sababu mimi Bwana Mungu wako ni pamoja na wewe. Haleluya. Manake unapoingia kwenye yale mateso, jaribu au changamoto, Yesu Kristo anakuwa pamoja na wewe. Wewe umepata badiliko gani baada ya wokovu? Usibaki na badiliko la mtumishi Amosi, ni hatua sawa. Ukabaki na ushuhuda ule ule, Bwana Yesu asifiwe, na mshukuru Mungu, kabla ya kuokoka nilikuwa nakunywa pombe, lakini baada ya kuokoka sinywi pombe. Baada ya pale, sawa, pombe haunywi. Baada ya pale, una mahusiano gani sasa na Mungu? Lazima tuwe na mahusiano ya karibu na Mungu. Lazima tuwe na mahusiano ya karibu sana na Mungu. Mimi mpaka najiulizaga, hivi unapata wapi hata muda wa kuangalia mpira dakika 90? Umeokoka? Unajua mimi najiulizaga sana. Yaani kabisa dakika 90 uko unaangalia mpira, unamwangalia. Mimi napataka mashaka sana. Na mtu akianza kuwa na tabia hiyo ya mpira, kuna vitu vitaanza kupungua automatically. Nguvu ya maombi, neema ya Mungu inaanza kupungua, kwa sababu ile nguvu inakuwa imenyonywa na vitu vingine. Sasa Yesu yuko rohoni mwako, utaenda kumwangalisha, unamwambia Yesu, Baba nakuomba unisaidie sana, leo nataka tukaangalie mpira, kwa sababu Yesu Kristo yuko ndani yako. Na yeye anakuambia ndio mwanangu, kaangalie. Nachozungumza ushirikiano wa wewe na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Tangu umempata Yesu, kuna badiliko gani limetokea? Kuna kitu gani kimetokea? Naomba usome kitabu cha Mathayo. Tuanze na Mathayo hiyo. Mathayo 17:14 hadi 21. Mathayo 17 mstari wa 14 hadi 24. Hadi 21. 17, 14, 21. Anzia 17 mstari wa 14. Neno la Mungu linasema. Ndio. Mathayo 17 na ule mstari. Naomba uone sasa maisha ya wanafunzi wa Yesu na Yesu. Ndio. Nao walipomfikia mkutano, mtu mmoja akamwijia. Mtu mmoja akamwendea Yesu. Akampigia magoti. Akisema, Bwana, umrehemu mwanangu. Kwa kuwa ana kifafa. Na kuteswa vibaya. Maana mara nyingi huanguka motoni. Mara nyingi majini. Nikamleta kwa wanafunzi wako. Kanaanza kushtaki. Nikamleta kwa wanafunzi wako wasiweze kumponya. Yesu akasema, enyi kizazi kisichoamini. Hebu sema tena, kizazi kisichoamini. Tumishi wa Mungu, kizazi kisichoamini. Kizazi kisichoamini. Kumbe tunaona mitume tayari ni kizazi kisichofanyaje? Tutaelewana vizuri tu. Kizazi kisichofanyaje? Nikikwambia wewe hauamini, sijui unaweza ukanielewa. Au nikisema enyi kanisa lisiloamini, unaweza ukanielewa? Unaweza kuwa na maswali mengi. Mimi siamini. Yaweza kuwa na wewe ni kizazi kisichoamini. Utanielewa vizuri.
mpaka anasema kizazi kisichoamini. Maana yake amezungumza na wanafunzi kwa muda mrefu, amekaa na wanafunzi kwa muda mrefu, amewapa maelekezo wanafunzi muda mrefu, lakini hakuna chochote kilichobadilika. Unageuka kuwa kizazi kisichoamini. Hofu yako imepungua, hofu kwa Mungu imepungua, hofu ya neno lake imepungua. Unasema wacha waseme bana, wachungaji tulishawazoea, watasema watalala. Wewe ni kizazi usichoamini. Ukiwa uzingatii maelekezo ya Mungu anasema nini, wewe ni kizazi kisichoamini. Bwana Yesu asifiwe. Yesu anawaambia wanafunzi wake, hapa anaongea na mitume, anaambia enyi kizazi kisichoamini, kilichopotoka, halafu kimepotoka, nitakaa pamoja nanyi hata lini? Nitakaa pamoja nanyi hata lini? Nitachukuliana nanyi hata lini? Nitachukuliana nanyi hata lini? Mleteni huku kwangu. Bwana Yesu asifiwe. Naomba uelewe sana hii pointi. Hii pointi Yesu anazungumza na kanisa, tena anazungumza na mitume. Bwana Yesu asifiwe. Kumbe maana yake Yesu alikuwa na maana gani? Alikuwa na maana ya kwamba ile kukaa nao muda mrefu akina Petro, kukaa nao muda mrefu akina Luka, akina Mathayo, akina Bartholomayo, kukaa nao muda mrefu, alikuwa anataka litokee badiliko kwenye maisha yao, litokee badiliko kwenye ufahamu wao, litokee badiliko kwenye maisha yao, si ndio? Ndio maana nitakaa na ninyi hata lini? Nimewafundisha mangapi? Kwa nini nimewafundisha lakini hamyafanyii kazi haya? Yesu anapotembea na mtu anataka huyo mtu abadilike. Haleluya. Yesu anapotembea na mtu anataka huyo mtu apige hatua, asibaki vile vile, asibaki pale pale. Haiwezekani tangia umeokoka wewe ni yule yule. Jaribu kujipeleleza sana maisha yako, kwamba tangia siku umeokoka na sasa hivi kuna kitu gani kimeongezeka? Yaani kuna kitu gani kimeongezeka? Eti upo kanisani muda wote, usikie hata moto ukikugusa kwa namna fulani, uanze kupata namna fulani, nguvu fulani ya kuendelea mbele. Yesu anauliza, nitachukuliana nanyi hata lini? Maana yake kumbe, maana ya Yesu kukaa na wanafunzi wake, kuna kitu alikuwa anataka wakipate. Na ndio maana utaona mara nyingi anawaambia ombeni, anawaambia mara nyingi, anawafundisha mara nyingi, akiwa anataka kupitia kuendelea kwao liweko badiliko. Usibaki ni mtu yule yule. Kila siku unasema mimi nachezewa na watu hawa, mimi nachezewa na watu hawa. Mchungaji niombee na hili. Sikatai kukuombea, lakini hebu jaribu kupiga hatua na wewe. Mawazo yako ni yale yale, muda wote ni yule yule, hakuna badiliko la wazi. Yesu anauliza, nitachukuliana na wewe hata lini? Maana yake nimekufundisha siku nyingi, wachungaji mbalimbali wamekuja akina Mwalimu Musa, wamekuja akina Pastor Alex, wamekuja akina mwinjilisti hapa, wachungaji wa kila namna. Bwana anataka akukamilishe, lakini wewe ni yule yule. Kwa lugha nyingine, kuna wale maviazi machelema. Wangapo cha kupiga kiazi kichelema? Mama, hamwajui maviazi machelema? Kiazi kichelema yaani hivi, kina mambo haya tu. Labda niungue niwe kama mkaa. Labda niungue niwe kama mkaa, au nibaki hivi hivi. Hayaivagi. Yaani utapika mpaka utapika mpaka unaweza ukapika mpaka sifuria likaungua kabisa na lenyewe likaungua, ila ukilivunja katikati bado linatoa maji. Ni kiazi kichelema. Kuna Wakristo wamekuwa viazi machelema. Hubiri unavyohubiri, sema piga itadunda. Jamani tufanye hivi, hamna. Tufanye hivi, hamna. Jamani maombi, hamna. Jamani, haliko badiliko lolote. Ndiyo maisha ya mitume waliokuwa nayo. Sasa siku umetokea huduma pale, na yeye akasema ngoja tunyoshe sasa. China toka. Hebu nasema kwa maombi hayo,
kwa maisha yako hayo ambavyo hauna maombi, kwa nini usikabwe na wachawi? Ambavyo huna mifungo, kwa nini usikabwe na wachawi sasa? Kwa nini kisukari kisikutese? Kwa nini magonjwa yasiyo yanatoka na kuingia kwako kama uwanja wa mpira? Yaani magonjwa ushakuwa kama mpira, yanakuwa na kupiga tu. Malaria, kisukari, typhoid, malaria, kisukari, umekuwa mtu wa dena, magonjwa yanaingia na kutoka. Kwa sababu gani? Hujampa Yesu nafasi kwenye moyo wako. Natamani umjue sana huyu Yesu. Yeye anasema akiingia ndani yako lazima utakuwepo ushirikiano kwanza. Anasema mimi nitakula pamoja naye, naye atakula pamoja nami. Yesu anahitaji ushirikiano. Ukimruhusu akaingia kwenye moyo wako, ndio maana dalili ya kwamba hata nafikia kipindi siku nzima inaisha bila kuomba. Siku nzima inaisha bila kuomba. Na bado unasikia amani kabisa. Wewe jua tafsiri yake ni kwamba yule wa kukusemesha alishatoka. Yule wa kukusemesha alishatoka. Kama alivyokuwa Sauli. Sauli Mungu alipomwacha alikuwa akiomba. Baada ya kusema sasa niombe, Biblia inasema alikuwa mjibu kwa ndoto, wala kwa maono, wala kwa sauti, wala kwa watumishi wake. Dalili ya kuachwa na Yesu ni pamoja na kutokusikia msukumo wa kuomba. Nitazungumzia sana maombi kwa sababu hapo ndipo wengi tumekwama, na tukiweza kwenye maombi tutaweza kwenye mengi. Lazima tuanzie msingi hapo. Yaani ili liwe kanisa la Mungu lililo hai, lenye nguvu la Mungu, lazima tuwaone watu wanaoomba tena kwa kusukumwa na Mungu mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Zamani ulikuwa ukipita kanisani, makanisa ya Pentekoste, unakuta mtu anafunga hata siku 3 peke yake. Yuko anaomba. Utakuwa unapita pale unakuta anaomba. Wanaingia watu wanaomba, wanakuacha unaomba. Hata masaa 12 tu leo huwezi kumkuta mtu kanisani kwamba amefunga masaa 12. Tutakuwa na kanisa kweli? Ndio maana Yesu anasema enyi kizazi kisichoamini. Kwa sababu kuamini ni kuyafanyia kazi yale unayoelekezwa na Mungu. Lakini usipofanyia kazi, wewe jua tujiandae kupigwa na shetani. Tujiandae kupigwa na adui. Naomba endelea kusoma. Mpaka 21. Anasema, mleteni huku kwangu. Yesu akasema mleteni huku kwangu. Yesu akamkemea pepo. Naye akamtoka. Yule kijana akapona tangu saa ile. Kisha wale wanafunzi wakamwendea Yesu. Kwa faragha. Sasa nisikilize. Wenyewe hawajaelewa. Si ndio? Yaani wameshindwa kutoa pepo. Wamekemewa, enyi msioamini. Kwa hiyo sisi hatuamini. Kama wewe ambavyo unaweza nikikwambia wewe usiamini, unaweza kujiuliza, mimi siamini. Mbona mimi nasali? Unajua kwenda kanisani ndio kuamini. Kuamini ni kulizingatia neno la Mungu. Kuamini ni kuzingatia maelekezo ya Mungu anasema nini kwenye maisha yako. Ndio maana tunapookoka wote tunasema wewe ni Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Maana yake wewe utatawala maisha yangu. Wewe utaongoza ratiba za maisha yangu. Sio mimi nitajiongoza. Ndio maana ya Yesu kuwa Bwana na Mwokozi. Haleluya. Hebu tumchapie Bwana Yesu makofi kwanza. Naomba tumchapie Bwana Yesu makofi. Ukiwa unafundisha maombi, kuanzia kwenye somo lenyewe ni vita. Yaani kuanzia somo lenyewe ni vita. Wala fikiri hapa ningekuwa na somo fulani hivi lenye neema hapa. Ungekuwa lakini tupo kwenye maombi na hapa stop. Jana tumeongelea maombi na leo nitaongelea maombi. Maana hakuna mawasiliano mengine kati ya wewe na Mungu kama sio maombi.
Na kwa kipande kikubwa, ukiwa mtu wa maombi, utaanza kuona mabadiliko tu mwenyewe yanaanza kutokea kwenye maisha yako automatically. Hautahitaji hata mkono wa mchungaji, hautahitaji. Utaanza kuona tu mabadiliko mwenyewe. Utaanza kuona tu Mungu anakuwa karibu na wewe. Yale mandoto mabaya uliyokuwa ukiyaota yanaanza kukata. Yale mawazo mabaya yanaanza kukata. Unashangaa tu dhambi iliyokuwa na nguvu kwako inaanza kuyeyuka. Vitu ambavyo vilikuwa havina maana vilikuwa vina maana kwako, vinaanza kumaliza maana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana naambia angalieni sana, hata wachungaji, ukikuta wachungaji wanaoshabikia mpira na mahusiano yao na maombi hayapo. Ukikuta mtu ambaye anaomba kabisa, kwa sababu Roho Mtakatifu huanza kutusaidia tu hata vitu vingine. Kwa mfano mimi zamani nilikuwa nanyoa sijasema ni dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Sijasema nini? Nilikuwa napiga kao fulani hapa. Unaona? Sio dhambi. Lakini ikiwa kwenye maombi tu hivi ana maana gani haka? Wanaonyoaga utu wanakuwa na maana gani? Hebu nyoa bana. Iwe dhambi siwe dhambi, fanyeje? Nyoa tu. Nikanyoa nikasikia na uhuru kwenye moyo wangu. Sasa Roho Mtakatifu huanza kutusaidia. Unakuta unabishana. Kucheza bao ni dhambi sio dhambi? Unaanza kubishana. Ukikuta unabishana pale, wewe jua tu pale hamna mtu mwenye maombi. Wewe kucheza bao ni dhambi? Sio dhambi bana. Imeandikwa wapi? Nitafutie bao kwenye Biblia. Sio dhambi. Unajua tu hapa maombi hamna. Uwezi ukatoka kwenye maombi ya siku 3 ukutana na hiyo mada, yani kwanza unaona upumbavu kabisa. Utoka kwenye maombi halafu anza kupiga bao. Nimesema msikati barazani pa wenye mizaha. Manake wokovu ni kitu serious. Wokovu ni kitu serious. Mimi nakwambia hata kuangalia tamthilia ni dhambi. Unapata wapi muda? Unaangalia kurufi, sijui nini. Sijui lijua likali. Muda wote. Hujasoma Biblia, hujafanyeje muda wote. Nataka nikwambia ukiokoka na ukiwa mtu wa maombi, kuna vitu tu utaanza tu kuona huu muda wa kuangalia hii. Kwa sababu wewe jua tu wale watu, shetani vitu vyake na vipushi kwa akili sana. Ndio maana siku moja niliwakuta wanaangalia watoto katuni pale nje. Muamerika ameweka katuni. Katuni ni kama zina mauzui mazuri. Sijui wanafundishana. Ila zile kauli zilizokuwa zinasema na watoto. Walikuwa wanaangalia tamthilia ya Daudi, si ndio? Aliyetafasiri sasa. Alikuwa anasemaje? Oya, vipi? Oya, vipi? Eti Daudi anamwambia kaka zake, "Oya, vipi?" Nikasema, muda sio mrefu tunaweza kukutana na oya za kina Meriki. Oya mdingi, vipi? Wanafikiri wanazitoa wapi hizo? Nikamwambia sawa, hata kama ni Daudi lakini haya hamna. Tutawalinda watoto wetu kwa gharama yoyote. Tutawalinda watoto wetu kwa namna yoyote. Hata kama dunia ina nguvu, lakini sisi tutajaribu kuwalea watoto katika namna nzuri. Na nakuja watoto tunaimba sukari. Shuka. Kulikuwa na katoto kamoja ka Daudi, kalikuwa kana katika. Kumbe bana kanaendeka kuangalia ile mangoma ya Kisukuma yale. Mama, chuma jaka. Sasa kakianza kukatika feni kasome. Katoto kadogo. Nikasema kumbe shetani anaanza kuwalisisha bado wakiwa wadogo. Sasa kama kanisa la Mungu lazima tudhibiti. Lazima tupingane na dunia kwa namna zote. Lakini tukiwa watu wa maombi na kuhakikishia yako roho wa Mungu mengi atatuongoza. Na ninatamani ni wewe mwenyewe roho wa Mungu akuongoze. Kuna watu walikuwa hapa. Walikuwa wanasema sio washabiki wa mpira na nini. Nilikuwa nikizungumzia mambo ya mpira hapa. Wanajifanya sio washabiki wa mpira, lakini wamekuja kutoka kidogo tu. Unakuta mpaka status wanapost mipira. Nikasema wewe ndugu, tulikuwa wote kabisa tulikuwa tunahubiliana na mipira hamna.
Kumbe bana walikuwa wanatii tu kwa sababu wapo sasa hapa. Ndio maana nikasema Yesu lazima aingie kwenye moyo wako ili akuongoze. Asiwe mchungaji. Yesu mwenyewe ndo akuongoze. Aseme na wewe kwamba kitu hiki ni kibaya. Yale tunayoyasema, yale tunayoyahubiri, Roho wa Mungu awe anayapiga muhuri ndani yako. Lakini kama hakuna ushirika wote, hakuna mahusiano wewe na Mungu, hakuna mahusiano wewe na Mungu. Nataka nikwambie, Yesu anajiuliza swali, nitakaa na ninyi mpaka lini? Kwa lugha nyingine, nimekaa na ninyi siku nyingi, nimewafundisha siku nyingi, mbona kanisani kila siku na wahubiri? Mbona, kwa nini hakuna badiliko? Ndilo swali aliloambia Yesu, nitakaa na ninyi mpaka lini? Maana yake kumbe kukaa kwako na Yesu kuna baadhi ya vitu vinatakiwa vianze kubadilika. Huwezi ukakaa na Yesu, spidi yako ya kumtafuta Mungu iwe ile ile, ibada zako ziwe zile zile, maombi yako yawe yale yale, yaani tafakari yako iwe ile ile. Nataka nikwambie, haujakutana na Yesu. Ila ukikutana na Yesu lazima badiliko litakuwepo. Kusoma hapo anasomaje? Anasema kisha wale wanafunzi wakamwendea Yesu. Wale wanafunzi sasa wakamwendea Yesu kwa faragha, wakisema mbona sisi hatukuweza kumtoa? Hapo amewakemea, hawajaelewa. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana Biblia inasema fundisha, karipia, kemea. Ukiwa mtu wa kukemea tu, mkali tu, wewe kila kitu, unajua kuna watu wa hivyo. Yaani akija hapa ni mkali tu, yani yeye hajawahi kufundisha, hajawahi kuelekeza, ni mkali tu. Sasa Yesu kawakaripia, kawakemea, lakini hawajaelewa. Wanakuja kumfuata, Bwana, mbona sisi hatukuweza kumtoa yule pepo? Haleluya, amen. Mbona sisi hatukuweza kumtoa yule pepo? Yesu anawajibu nini? Yesu anasema, Yesu akawaambia, kwa sababu ya upungufu wa imani yenu. Kwa sababu ya upungufu wa imani yenu. Kwa maana amini nawaambia, mkiwa na imani kiasi cha punje ya haradali, ndio mtauambia mlima huu, ondoka hapa uende kule, na utaondoka. Bwana Yesu asifiwe. Hivi walikuwa na upungufu wa imani kiaje? Upungufu wa imani, naomba nisikize vizuri, kanisa la Mungu. Kuwa na imani ndogo, usije ukafikiri ni ile hali ya kusema, yaani mimi sasa hivi na imani kubwa. Mwenye imani kubwa, ukiwa na imani, cha kwanza ni kuzingatia maelekezo unayopewa kanisani. Unaelewa? Kinachokufanya usizingatie maelekezo unayopewa kanisani au unayopewa na mchungaji, kinachokufanya usizingatie, huna imani. Ndio maana tukipiga kelele maombi, huna imani, kana kwamba iko faida yoyote au iko neema yoyote utakayoipata kutokana na hayo maombi. Ndio maana mtumishi wa Mungu anasema Ijumaa, jamani, Ijumaa watu 5 wanafunga, na mtumishi wa Mungu aweza kuwa hata 5 umewapa sana. Aweza kuwa hata 5 umewapa sana. Halafu na mwingine, unajua Biblia inasema wewe unajiweka wazi tu. Wewe unajiweka tu wazi. Haina hata haja ya kujificha ficha tu, unafunga na kuru umejificha ficha. Hiyo nayo ni dhambi nyingine, ni mateso mengine. Hiyo ndio Petro alimuuliza Anania, kiwanja sikilikuwa ni cha kwako tu, kulikuwa na haja gani sasa? Ungesema tu mimi bana sileti hata 100. Mimi sitoi ushirika wenu mimi hamna. Kwani kulikuwa na shida gani? Kwani wote hao wametoa? Kwa nini ujidanganye nafsi yako? Sasa unakuta tunasema maombi, wewe haufungi. Tunasema Ijumaa tuna maombi, wewe haufungi. Unajua sababu ni nini? Huna imani. Unajua nikifunga au nisipofunga ni yale yale. Huo ndio upungufu wa imani. Mtu ambaye hana imani, cha kwanza ni kutokuzingatia maelekezo. Ndio maana Mungu anakuja kumwambia Ibrahimu kwamba wewe imani yako ni kubwa. Tunamuita baba
uhaba wa imani. Baada ya kuelekezwa mchukue mwanao Isaka, halafu kamtoa sadaka, Ibrahimu anachukua mwanae anaenda kumtoa sadaka. Ni kufuata maelekezo tu, anakuja kuhesabiwa imani. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Imani hiyo hiyo. Yule Ahabu kahaba anakuja kuhesabiwa imani, si ndio? Anahesabiwa imani kwa sababu gani? Aliambiwa tu na malaika, wakija hapo waambie hatumo. Waambie hatumo. Kufuata tu yale maelekezo, anahesabiwa nini? Imani. Kinachotufanya watu wa Mungu au kanisa la Mungu kubaki vile vile, kwanza ni kutokuzingatia imani. Nataka niwaambie, kanisa hili lina mafundisho mazuri kiasi kwamba mtu yeyote akija mwenye kiu na Mungu anaweza akasema nilikuwaga wapi? Anaweza akaimba ule wimbo siku nyingi nilizi tu, kwa sababu makanisa mengi hayafundishi ukweli. Lakini wewe uliyepo unayefundishwa ukweli ndo hauzingatii. Ndo uzingatii. Usema wewe ubiri tu, itadunda tu na hiyo. Leo mchungaji somo gani? Anajifanyaga na mataito. Wewe tuone. Jana alifundisha unayo dua, unayo maombi, Mungu anakujua. Leo anasemaje? Tangu umempata Yesu, kitu gani kimeongezeka kwa imani? Anakujaga na masomo. Shajazaga masomo hivi. Haina shida mama. Sisi tutaongeza masomo. Ila natamani uwe mtu wa imani. Yesu anawaambia imani yenu ni haba. Imani yenu ni mdogo, kwa sababu yote ninayoamuru hamyatendi. Endelea kusoma baba. Sema. Nawaambia mkiwa na imani kiasi cha punje haradali, mtauambia mlima huu, ondoka hapa na uende kule. Manake ukizingatia maelekezo ya ibada utakuwa na nguvu. Nao utaondoka. Wala halitakuwako neno lisilowezekana kwenu. Mangapi kwako yameshindikana? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mangapi kwako yameshindikana? Shetani, jana niliambia kwamba shetani anaondoa hata tatizo kutokuliona tatizo. Unaelewa? Yaani una tatizo, ila shetani anakupa roho ya kutokuliona sio tatizo. Una tatizo, lakini shetani anakupa roho ya kuliona tatizo kuwa sio tatizo. Kwa sababu ukiliona tatizo utaanza kutafuta uvumbuzi, na uvumbuzi wa tatizo lolote ni maombi na ibada. Ila ukiendelea kuliona sio tatizo, itabaki hivyo hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Wala halitakuweko neno liloshindikana kwenu. Ukiwa na imani kubwa, ukiwa na imani ndogo, ambayo imani hiyo kwetu sisi ni kubwa. Nani hapa alishawahi kuomba mlima ukahama? Nani alishawahi kuomba mlima ukahama? Mambo mangapi kwenye maisha yako, majaribu mangapi kwenye maisha yako hayajahama? Mateso mangapi hayajatoka? Changamoto nyingi, lakini bado hauna nguvu ya maombi. Nataka nikwambie, shtuka, kuwa mtu wa maombi. Anasema ndio, lakini namna hii haitoki. Ila kwa kusali na kufunga. 22. Sikia, namna hii haifanyeje? Haitoki. Na mimi nikwambie haitatokea kwenye maisha yako. Hautatoka kwenye hilo tatizo, hautatoka kwenye hiyo changamoto, hautatoka kwenye hayo mateso kama usipokuwa mtu wa maombi, mtu wa kusali na kuomba. Kusali tulisema ni ujumla wa ibada. Kuwa mtu wa ibada sana. Hakikisha ibada haukosekani. Hakikisha unakuwa ni mtu wa sala, lakini pia hakikisha unakuwa mtu wa maombi. Hapo itatoka. Hakuna changamoto yote imng'ang'anie mtu milele. Halipo changamoto yoyote ambayo unaweza ukasema hii imeshindikana. Amna.
Bwana Yesu asifiwe. Tumesema ukikutana na Yesu lazima kuna kitu atakuambukiza. Lakini unaweza ukakaa na Yesu, mfano wanafunzi wake pia. Wenyewe walikaa na Yesu kwa muda wote ule, kwa siku zote zile, lakini hakuna chochote walichokitoa. Baada ya kuchukua maamuzi, nao wakampokea Roho Mtakatifu, ndipo wakawa mashujaa wenye kuweza kufunga, wenye kuweza kustahimili vishindo na vipingamizi vya kila namna. Lakini tofauti na hapo haiwezi kutokea. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Natamani upige hatua. Usikae na Yesu mfano wa Hawa ambavyo walikaa na muda mrefu mpaka Yesu asema nitakaa nanyi mpaka lini? Nitakaa nanyi mpaka lini? Enyi wenye imani haba, nitakaa nanyi mpaka lini? Kadiri unavyozidi kumtafuta Yesu, jaribu kutafuta kuongezeka, jaribu kutafuta kupiga hatua. Usibaki mtu yule yule, usibaki mtu yule yule, usibaki mtu yule yule. Lazima Mungu ajivunie wewe, Mungu awe anaona badiliko lako. Nataka nikwambie, hata ukizaa mtoto, si ndio, ambaye hakui, huwezi ukampenda, huwezi ukakubali hiyo hali. Hivi kwa mfano Elia na usindo Elia Godi anawachanganyaga sana. Godi hebu sema maji. Mpeni maiki asituchanganye naye. Sema toa hilo lidude mdomoni. Mpe maiki. Sema maji. Ongea kwenye maiki. Sema maji. Maji. Anasema maji, si ndio? Angekuwa sema mma. Watoto wanasema hivyo maji. Wanataka mma, si ndio? Hivi mzazi wake angekuwa anajisikia vizuri? Angekuwa naoza akakatoto, kwa nini akakui? Kwa nini akawezi kuongea? Kwa nini akawezi kuongea? Sasa kuna watu pia kwenye imani wenyewe ni watoto tu vile vile, ndio maana Yesu alichukia. Wanasema mma. Sema maji mma. Ni Mkristo wa kusema mma. Miaka nenda rudi hakui kiroho. Yesu akauliza nitakaa nanyi mpaka lini? Kwa nini uendelee kubaki kwenye hatua ile ile katika maisha ya imani? Tafuta kubadilika. Mtafute Yesu ili upige hatua, maana Yesu anatamani akuone unaongezeka. Kwamba mwaka jana ulikuwa unafanya ibada kwa namna hii, leo umepiga hatua hii, leo umepiga hatua hii. Mwisho wa siku tutapata na wachungaji humu. Tunasema tunaweza mpaka hivi sasa hivi Samueli tunaonaje tukifungua tu pale tawi pale Masumbwe pale. Hivi mnamuonaje Samueli? Sasa hivi Samueli yuko vizuri. Sasa hivi Samueli tunabarikiwa naye sana. Anaomba yule kijana. Anamtumikia Mungu yule. Lakini sasa Samueli bwana anasema mma. Tukupeleka kwenda kuchunga Masumbwe. Mma. Yesu akasema tutachukuliana ninyi mpaka lini? Maombi toka kwenye kibaba ni tule. Mungu Baba, maombi ambayo shakaini ya kuombea chakula. Mungu Baba, nakushukuru kwa chakula hiki, kibariki chakula hiki katika jina la Yesu. Amina. Ni tu maombi tu huto. Humuoni kabisa moyo wake ukiwa unamsukuma kuomba na kupenda Mungu na kupenda ibada. Hatuoni. Bwana Yesu asifiwe. Yesu akasema nitakaa nanyi mpaka lini? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tumalizie hapa. Luka 2:40. Luka 2:40. Mungu akitupa neema tutaendelea tena jioni. Luka 2:40. Neno la Mungu linasema. Ndio. Yule mtoto akakua. Akaongezeka nguvu. Amejaa hekima na neema ya Mungu iliyokuwa. Hebu naomba tusome wote tulio na Biblia. Naomba tusome wote tulio na Biblia. Kama una Biblia, naomba tusome wote huu mstari. Naomba tusome wote.
Luka 2:40. Tutasoma wote kwa sauti, si ndio? Haya, twendeni sasa. 1, 2, 3. Yule mtoto akakua, akaongezeka nguvu. Ndio. Aha. Kumbe katika maisha ya kiroho, si ndio, tunaongezeka siku kwa siku. Unasikia Mama Faraja? Tunaongezeka siku kwa siku. Ndio nasema yule mtoto akakua, akaongezeka nguvu. Lakini kwa nini kanisa la leo hatukui? Mkristo wa miaka 5 iliyopita ndio yule mpaka leo. Mkristo wa miaka 10 iliyopita ndio yule mpaka leo. Mkristo wa mwezi jana na leo. Kumbe katika imani pia lazima tuwe tunakuwa na kuongezeka. Katika imani pia tuwe tunakuwa tukiongezeka nguvu na uweza, na neema ya Mungu iwe inaongezeka. Haleluya. Natamani sana Mungu atusaidie sana kanisa la Kahama. Kama tukiendelea kuwa dhaifu hivi, ndio maana Mungu anaweza akatuacha kuwa wadogo hivi, kwa sababu hata watakapokuja wengine, mara nyingi mtu atakayekuja, atakayeokoka mwingine, huwa anakuja kuangalia wenyeji wakoje, wana ibada za namna gani, wanaishije, wanaombaje. Mungu anaweza akatuacha hivi mpaka tutoke kwenye hii hatua, tuwe na nguvu ya kuweza kuwabeba wengine. Biblia inasema imewapasa sisi tulio na nguvu tuchukue, tuwabebe. Imetupasa sisi tulio na nguvu kuchukua udhaifu wao wasio na nini? Na nguvu. Kama sisi nasi ni dhaifu, kuna haja gani tuongezeke? Sisi wenyewe sote humu tukao tunahitaji kubebwa. Tuko tunahitaji kubebwa, kuna haja gani ya kuongezeka? Kumbe tunapaswa tuongezeke, tunapaswa tukue, tunapaswa tuwe na nguvu, tunapaswa tuwe watu wa maombi, tunapaswa tuwe watu wa mikesha, tunapaswa tuwe watu wa kuombaomba sana. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Naomba usimame. Tuwa Mungu, naomba tupe wimbo wa kuabudu. Tuombe. Natamani mwambie Mungu tu akupe nguvu. Mwambie Mungu, nataka nikujue. Nataka Mungu nikuone kwenye maisha yangu. Habakuki anasema, nimesikia habari zako nami nimeogopa. Yeye aliogopa kwa kusikia habari za Mungu tu. Yeye aliogopa baada ya kusikia habari za Mungu. Lakini Isaya yeye anasema, katika mwaka ule aliyekufa mfalme Uzia alimuona Bwana. Alipomwona Bwana ndipo akaogopa. Tamani sana Mungu akuguse kwa namna yoyote, uweze kupiga hatua, uweze kuona badiliko. Mwambie tu Mungu, useme huu mpaka lini? Kwa nini nishindwe kuomba? Kwa nini nishindwe kufunga? Kwa nini nishindwe kukutafuta wewe? Hata pindi napokuwa niko free kabisa, sina kazi, nakosa hata nguvu ya kuomba. Mwambie Bwana akupe nguvu ya kuomba. Mwambie Bwana, nimekaa na wewe siku nyingi, umechukuliana nami kwa siku nyingi, nakuwa najiona ni mtoto tu, nakuwa najiona ni mtoto, lakini kumbe wewe umenivumilia kwa siku nyingi. Natamani nipige hatua kuanzia leo. Mwambie Mungu akusaidie tu leo. Yesu. Na kama unaweza ukasogea hapa. Unatamani kuwa mtu wa kuomba sana, ambaye amesikia moyoni mwake, mimi nitakuwa mwombaji, miongoni mwa waombaji wa kanisa watakaotajwa ya kwamba ni waombaji, na mimi nitakuwa miongoni mwao. Kama yuko huyo mtu, asogee mahali hapa, tuombe pamoja. Mimi tu nimwombee
hatari sana kanisa linapokosa waombaji. Ni hatari sana kanisa linapokosa waombaji. Unaweza kukuta siku nzima inaisha, hakuna mtu anayekuja kuomba. Lakini kanisa alikuwa hivyo. Wangapi wanatamani kuomba? Wanatamani kwa watu wa maombi. Kama yuko huyo mtu, naomba usongee tu hapa mbele, ambaye umesema mimi nitakuwa mwombaji wa kanisa hili, nitakuwa ninaomba sana. Yesu, tumwombe Mungu atupe nguvu ya kuomba. Tukiomba sana, uko mlipuko mkubwa utakuja. Tukiomba sana, hata shetani aliyejificha mahali popote kwenye maisha yetu atapiga kelele na kukimbia. Shetani anaogopa sana mwombaji. Shetani anaogopa sana mwombaji. Shetani anaogopa sana mwombaji. Shetani anaogopa sana mwombaji. Anasema ombeni, kesheni mkiomba, ombeni bila kukoma. Nadharia haitokei, nadharia haitoki, nadharia haitoki. Kwa maombi tulio nayo haiwezi katoka. Yesu tusaidie. Tupe nguvu ya kuomba. Tupe nguvu ya kuomba. Tumekauka sana. Tumekauka sana. Tumekauka sana. Tumekauka sana. Tumekauka Baba. Tumekauka Baba. Tumekauka Baba. Liwe kanisa la maombi. Liwe kanisa la maombi. Liwe kanisa la maombi. Liwe kanisa la kupenda kuomba. Kupenda ibada. Kupenda ibada. Inua tu mikono yako. Mwambie Yesu. Bwana Yesu. Bwana Yesu. Bwana Yesu. Bwana Yesu. Bwana Yesu. Nimekaa wewe siku nyingi, umechukuliana nami siku nyingi, nimekuwa dhaifu siku nyingi, nimeshindwa kuomba, nimeshindwa kufunga, nimeshindwa kufunga. Yesu, leo Jumapili hii na haja na jambo moja tu, na haja na jambo moja tu. Naomba nguvu ya maombi, naomba nguvu ya maombi, naomba nguvu ya maombi, naomba nguvu ya maombi, na haja na jambo moja tu. Leo Baba,
Sikuombi chochote, sikuombi lolote, sikuombi lolote. Kama nimeomba, Baba, usinipite katika hili. Natamani niwe mtu wa maombi, niwe mtu wa maombi, niwe mtu wa maombi, niwe mtu wa maombi, mtu wa mikesha, mtu wa mifungo, mtu wa mifungo. Achilia nguvu yako, 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 achilia nguvu yako. Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu. Niwezeshe Baba, niwezeshe Baba, niwezeshe Baba. Niwe mtu wa maombi, niwe mtu wa maombi, niwe mtu wa maombi, niwe mtu wa maombi. Niombe sana. Hata kama ni mlima, hata kama ni mlima. Bwana, ninaomba nguvu kupanda, ninaomba nguvu za kupanda. Ili Bwana niombe sana. Najua ya kuwa Shetani amenificha siri hii kwa siku nyingi. Alijua nikiomba watoto wangu watakuwa huru, familia yangu itakuwa huru, mke wangu atakuwa huru, mume wangu atakuwa huru. Shetani amenificha siri hii siku nyingi, lakini leo nimejua siri hii ya kwamba imenipasa kuomba, imenipasa kuomba katika jina la Yesu, 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 katika jina la Yesu. Baba, nipe kuomba, nipe kuomba Baba, naomba nipe kuomba. Na milima yote na adui yoyote alipojificha, Baba, kupitia maombi yangu nitakayoanza kuyaomba, yatakayotoka katika kinywa changu yakageuke kuwa moto, yakageuke kuwa moto, yakageuke kuwa moto, yakageuke kuwa moto kwa watesi, kwa adui waliozuia maisha yangu, walionifanya niwe hivi, niwe hapa, waliokamata familia yangu, watoto wangu. Kwa kuomba kwangu, nitakapoanza kuomba, Bwana majeshi, naona kuinuliwa, naona kupandishwa tena, naona kutoa nguvu tena katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Endelea kuomba, endelea kumwambia Bwana akupe nguvu ya kuomba. Mwambie Bwana akupe nguvu ya kuomba katika jina la Yesu Kristo, katika damu ya Yesu. Watumishi wako Bwana waliosongea mbele zako wanaaja na wewe, tunaaja na wewe. Kanisa la Kahama tunaaja na wewe. Tumekuwa wazembe katika kuomba, tumekuwa wazembe katika kuomba, katika kuomba, katika kuomba. Achilia nguvu yako, ile neema ya maombi, 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 ile neema ya Baba kanisani hapa, kwa washirika Baba wa kanisa hili Baba, ile nguvu ya maombi, 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 ile nguvu ya maombi. Tupe uwezo katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Tuwezeshe Bwana, tuwezeshe Bwana, tuwezeshe Bwana, tuwezeshe Bwana, tuwezeshe Bwana, tusaidie Jehova, tusaidie Jehova, tusaidie Bwana. Tunatubu tu Bwana, hata kwa kuwa wazembe katika kuomba. Mungu turumie, Mungu turumie. Tumekuwa walegevu, mambo yameharibika, mambo yameharibika. Tumekuwa walegevu katika kuomba, katika kuomba. Muda mwingine Bwana tunakuwa wajanja tu, tunaposema tunafunga tunashindwa kufunga Bwana. Sisi Bwana tunakula tu, wala hatuzingatii maelekezo, hatuzingatii maagizo. Baba turumie, hatukupenda Baba, turumie Baba, turumie Baba, turumie tu Baba, turumie. Nimekuwa dhaifu, kanisa lako limekuwa dhaifu, nguvu ya Roho Mtakatifu limekuwa dhaifu kwa sababu tunashindwa kuomba. Baba turumie, Baba turumie,
naomba rehema yako, naomba rehema yako, naomba rehema yako.